Karibu sana mpenzi mtazamaji, nashukuru sana kwa kujiunga nasi. Siku ya leo nitazungumza kuhusu magonjwa ya ngono. Karibu uwe nami, tutakuwa nami Dr. Mniko, tutaangalia sababu, dalili, matibabu, lakini pia na matarajio baada ya kupata matibabu. Karibu uwe nami mpaka mwisho. Magonjwa ya ngono ni magonjwa ya kuambukiza kwa njia ya tendo la kujamiana na mtu aliyeambukizwa bila kutumia kondom. Tunaposema kujamiana tunamaanisha kuingiza uume ukeni au uume kwenye sehemu ya haja kubwa au kunyonya sehemu za siri. Magonjwa haya yanaweza kuwapata watu wa rika jinsi zote, lakini yanawapata zaidi wale vijana ambao kati ya umri wa miaka 15 mpaka 49. Vijana wenye umri kati ya miaka 10 mpaka 24 wanawakilisha theluthi. Hiyo ni 1/3 ya watu wote nchini Afrika, katika nchi zote za Afrika ikiwemo Tanzania. Kundi hili liko katika hatari zaidi ya maambukizi ya magonjwa ya ngono kwa kuwa wanapobarehe wanapata hisia za kupenda na pia hamu ya kufanya tendo lao la kujamiana inakuwa iko juu sana katika kipindi hicho kwa sababu ya homoni za mwili wao. Kwa hiyo kama hawana uelewa mzuri kuhusu miili yao, wanaweza kujiingiza katika tabia hatarishi za kujamiana bila kondom na kujamiana na wapenzi wengi na kusababisha magonjwa ya ngono. Aina za magonjwa ya ngono. Kuna aina mbalimbali za magonjwa ya ngono ambayo yanagawanyika katika makundi kutokana na dalili zake. Kuna magonjwa ya ngono ambayo yana dalili ambazo zinasababisha kutokwa na usaha au majimaji kwenye sehemu za siri. Hii inaongelea ukeni na kwenye uume, ambayo ni kisonono, trichomonas na candida. Hizi ni fangasi. Kuna magonjwa yenye dalili ambazo zinatokwa na vidonda katika sehemu za siri. Kwa mfano unakuwa na vidonda kwa sababu ya kaswende, ugonjwa wa pangusa na ule ugonjwa wa malengelenge ambayo yanakuwa sehemu za siri. Kuna magonjwa mengine ambayo yanasababisha uvimbe au kuvimba mtoki, kwa mfano pangusa na malengelenge yanaweza kusababisha ukavimba mtoki. Kuna uwezekano kwamba mtu anaweza kuwa na magonjwa ya ngono zaidi ya moja. Kuna watu ambao wanaweza kupata ugonjwa wa ngono lakini wasipate dalili zozote. Kwa mfano 10% mpaka 15% ya wanaume na 60% mpaka 70% ya wanawake ambao wanakuwa na ugonjwa wa kisonono hawaonyeshi dalili yoyote. Kwa hiyo unaweza kuwa hawaonyeshi dalili lakini anaambukiza ni watu wengine. Kwa hiyo kama una mpenzi mpya, kabla ya kujamiana unashauriwa kwenda kituo cha afya kupata vipimo vya magonjwa ya ngono kabla ya kujamiana. Dalili za magonjwa ya ngono zinatofautiana kidogo kati ya mwanaume na mwanamke. Tuanze na vijana wa kike. Unaweza kupata maumivu chini ya kitovu, kutoka na usaha, majimaji yenye harufu mbaya sehemu za siri, kuwasha sehemu za siri, vidonda au upele sehemu za siri mdomoni au sehemu nyingine ya mwili. Unaweza kupata maumivu wakati wa kujamiana, kuvimba ule mtoki, kuota masundosundo au vinyamanyama sehemu za siri, au kukojoa mara kwa mara, au maumivu wakati au mwasho wakati wa kukojoa. Kwa vijana wa kiume wanaweza kupata maumivu makali sehemu za siri wakati wa kukojoa, kutoka na usaha sehemu za siri, vidonda sehemu za siri, vidonda sehemu za mdomoni kama alinyonya uke au uume, kuvimba mtoki, anaweza kupata malengelenge na kaota vinyamanyama tunaita masundosundo sehemu za siri. Baadhi ya tabia zinazoongeza uwezekano wa kupata magonjwa ya ngono ni kujamiana bila kondom, kujihusisha na ukahaba, kujamiana na wapenzi wengi, kunyonyana sehemu za siri, kunyonyana ndimi, hii kula denda. Magonjwa kama kisonono, kaswende na virusi vya ukimwi vinaweza vikapitia hapo kama una vidonda. Uoga wa vijana wa kike kushawishi vijana wa kiume kutumia kondom wakati wa kujamiana kwa sababu ya mfumo dume. Kwa unakuta mwanamke anashindwa kumwambia mwanaume atumie kondom. Lakini pia tamaa ya kupata pesa pamoja na vitu vya thamani kama simu, magari kutoka kwa watu mbalimbali vinaweza vikachangia pia. Lakini pia wanaweza kuwa wanahusika na vitendo vya ubakaji au utumiaji wa madawa ya kulevya au pombe, ambayo yanaweza kusababisha kijana akakosa ufahamu ule wa kufanya maamuzi ambayo ni salama. Na tabia ambayo ni hatarishi za nyingine ni ushoga. Kwa hiyo hizi ni tabia ambazo ni hatarishi na inaweza kusababisha mtu akapata magonjwa ya ngono. Magonjwa ya ngono yasipotibiwa mapema na kwa usahihi yanaweza kuleta hatari nyingi sana. Kwa wanawake, ile mirija ya uzazi inaweza kuziba ikasababisha usipate mimba au mimba ikatungia nje ya mfuko wa uzazi. Unaweza kupata maambukizi kwenye mfuko wa uzazi, ukapata magonjwa katika viungo vingine muhimu vya mwili, ukapata magonjwa ya moyo au matatizo ya mishipa ya damu, ukapata kansa ya kizazi, mabadiliko ya hedhi, lakini pia unaweza kupata ukimwi kwa sababu magonjwa ya ngono yanaongeza uwezekano wa kupata ukimwi kwa sababu ya vile vidonda. Kwa vijana wa kiume
maambukizi katika kokwa za mbegu za ile za uzazi inaweza zikatokea. Unaweza kukuta kwamba kuna kuwepo na kuziba kwa mirija inayopitisha mbegu ya uzazi kuleta nje, kwa kusababisha utasa kwa wanaume. Ukapata matatizo ya kukojoa, ukawa unapata shida ya kukojoa kwa sababu ya kuziba kwa ule mrija wa mkojo, kwa sababu ya vile vidonda na makovu yanayotokea pale. Lakini pia ukapata magonjwa katika viungo muhimu vya mwili kama ubongo, moyo na figo, kwa sababu baadhi ya magonjwa ya ngono yanaweza kaenda mpaka kwenye ubongo. Kwa mfano kaswende kafika mpaka ikaharibu ubongo. Unaweza kupata kansa ya ume, kupungua kwa nguvu za kiume, na pia ukimwi, kwa sababu ukipata vidonda ni rahisi zaidi kupata ugonjwa wa ukimwi. Hatari hizi zote zinaweza kuepukika iwapo magonjwa ya ngono yatatibiwa mapema, lakini pia na kwa usahihi, au kujikinga usipate magonjwa haya. Ukishapata ugonjwa wa ngono, kitu cha msingi ni kuwahi katika kituo cha afya kilicho karibu na wewe ili upate uchunguzi na matibabu sahihi. Tumia dawa zote kwa kufuata maelekezo ya mtaalamu wa afya. Zote usiachie katikati ile dosage. Epuka kujinunulia dawa bila maelekezo ya mtaalamu wa afya. Usifanye tendo la ngono mpaka pale utakapokuwa umepona kabisa, na muarifu mwenzi wako pia ambao uko naye, ili na yeye apate matibabu na ushauri na saha. Nakumbuka kuwa kuwepo kwa magonjwa ya ngono kunaongeza uwezekano wewe kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo kupata matibabu ni muhimu sana ili kujilinda wewe na wengine. Kazi yetu ni kuwaunganisha wagonjwa kutoka Tanzania kupata matibabu India, South Africa, Uturuki na USA kwa urahisi kabisa. Tutakuunganisha.